katika vijana wana bahati sana ni vijana wa bodaboda. Kwa sababu tayari mko sehemu mmejikusanya, mnajuana kama hivyo 80. Mimi ni kijana ambaye ukiniuliza ofisini kwangu vijana mko wangapi mmeungana kwenye swala fulani, siwezi kukupa jibu kwa sababu nitaanza kutafuta rafiki zangu wako wapi na nani atakuja. Lakini nyinyi ni watu ambao mko kwa pamoja na mnajuana kwa namba. Je, mshawahi kujiunga katika hayo mnayoyataka kati yenu akawa mgombea au akaingia kwenye hizo process? Nani kati yenu anajaribu kufanya mabadiliko? Unajaribu kuwalaumu wao walokuepo. Nyinyi kama nyinyi nani ashawahi mnajua kama kijana pia tuna haki ya kugombea? Kwa mfano eneo hili la ngazi labda kijiji nini, zaidi ataangaliwa mzawa. Na ukiangalia waloko wengi katika eneo hili hapa, sisi wengi sio wazawa. Wazawa ni wachache. Wengi wao sisi ni wakuja tu. Tumekuja kutafuta maisha, pate chochote kitu unatoka mkoani mbali. Na wazawa wachache mnawatumia? Tunawatumia. Wamegombea kwa maslahi, lakini ndio hivyo wapo. Kwa hapa nadhani hamna aliyegombea. Kwa kifupi tunapozungumzia swala zima la kugombea ni process. Na maanisha nini? Kwamba ili uweze kugombea nchi yetu inakutaka uwe na chama. Chama gani? Na ndani ya chama kuna misingi ya chama. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba kuna ngazi ya kata, viongozi wa kata, viongozi wa mashina. Sasa wale kwa namna ambavyo utashiriki kule ndo process ambazo za kutambulika kwanza katika ngazi ile. Wewe kama kijana ndani ya chama, je, unafanya kazi gani ndani ya chama? Labda ni kiongozi wa umoja wa vijana katika chama, labda kama ni mwanamke kiongozi wa wanawake katika chama. Kwa hiyo kwa namna ambavyo utafanya basi kile chama sasa ndio kina kupromote kufikia hatua wewe ya kugombea. Lakini kama unashughulika tu na shughuli zako, inakuwa ngumu wewe kuingia kwenye process ya nini, ya uchaguzi ya kugombea katika nafasi hizo. Unless otherwise basi wakuone una talent na unakubalika ndani ya eneo hilo, waje wakushauri sasa. Wale ambao wako kwenye chama, bwana wewe unakubalika ndani ya eneo lako, kwa hiyo tunafikiri kwamba ugombee. Kwa hiyo ndio wataanzia pale, lakini asilimia kubwa ni wale ambao wako kwenye program na ndio wale ambao wanaenda kusimama katika kugombea nafasi. Watu wa kwanza kugombea ni kuingia kwenye chama. Chama kwamba kuna sheria moja binafsi. Labda uwe na chama. Kama kuna process ya kutafuta hiyo haki kwamba mtu agombee nje ya kuwa na chama. Sasa sijajua kama umemaliza hiyo process, labda 2020 huko mtu anaweza kugombea bila kuwa na chama, kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanavipigania kwamba ikiwezekana basi itakuwa ni nzuri, kwa sababu kuna namna ambavyo watu wanaamini kwamba performance yake inaweza kuwa nzuri kwa sababu hawajibiki kwa mtu. Sababu mwisho wa siku kama unasimamishwa na chama, basi mwisho wa siku unatakiwa usimame kwa ilani ya chama na ufuate matakwa ya chama. Kinyume cha hapo chama kinaondoa ile dhamana uliyokuwa nayo. Sasa chama kama ikishakuondoa ile dhamana, basi tayari nafasi yako. Lakini kama utakuwa huru, basi mimi naamini yani kabla ya kuunga mkono hoja bungeni, sasa basi lazima uweze kufikiri, kutafakari na kuchanganua ili kuona kwamba je, hiki ninachounga mkono kina athari gani kwa jamii. Unaitwa nani? Mimi naitwa Omari Shabani. Unajua kama vijana tuna haki ya kugombea? Tuna haki ya kugombea vijana. Shawahi kugombea uchaguzi mdogo wa serikali za mitaa, ujumbe? Hapana, ila nafahamu. Ila sijawahi kugombea. Utaratibu wote lazima yake ni unapoanza mpaka unapoka sehemu kugombea na unajua. Ushawahi kugombea? Hapana, sijawahi kugombea. Kwa nini? Kwa sababu mpaka muda huu sina chama chochote kile. Ndio maana siwezi kugombea nikiwa sina chama. Kwa lazima yake wewe mwanachama wa chama ili upate ridhaa kwenda kugombea. Kwa unahisi masuala ya chama yanatukwamisha sana vijana kugombea? Naam. Yaani vibaya mno. Kwa unaishauri nini sasa? Binafsi kama itakuja na mgombea huru itapendeza zaidi. Basi tutakuwa wengi sana ikiwa huru. Au pia kuna umuhimu wa vyama? Umuhimu wa vyama inakuwa ni vigumu kwa sababu inabidi ufuate shinikizo la kitu ambacho hata kama utaki. Kwa sababu uko ndani ya hicho chama inabidi ufuate. Yaani utake usitake. Kwa sababu ushakubali kama upo upande wa Chadema, kama upande wa CCM, kafu. Kwa mwenyekiti wako akisema jambo fulani ukikataa, inaonekana wewe mkaidi. Hauna sifa tena hapo ya kuwa ya kugombea tena. Umeona hicho kitu? Hicho ndio maamuzi zaidi katika hii nchi. Lakini uchaguzi unashiriki? Uchaguzi na ushiriki kwa sababu unajua nini maana ya siasa, ndio maana nashiriki uchaguzi. Na wewe unachagua ugombea? Kupiga kula kama hujui nini maana ya siasa. Ili uweze kupiga kula lazima ujue utambue siasa ni nini. Siasa ndio inaniletea maji mimi.
Siasa ndio inajenga barabara hiyo, siasa ndio inaleta shule, siasa inaleta hospitali. Kwa hiyo ukishakaa ukafikia vitu vyote hivi, utajua siasa, maana ya siasa ni nini. Kwa unakwenda kupiga kula kwa sababu unajua nini maana ya siasa. Siwezi kupoteza. Kwa hiyo unawashauri nini vijana ambao wameamua kupotezea kabisa masuala ya uchaguzi, wanasema ya wahusu yana maslahi, kama kuna mmoja hapa kashasema yeye arudi? Vijana cha msingi watambue nini maana ya siasa. Wakitambua nini maana ya siasa, watakwenda kupiga kula. Siasa ni nini? Siasa, yani siasa ndio maisha. Tunapozungumzia siasa ndio mzunguko wa maisha, tukitoa pumzi tu. Kwa sababu yule mwanasiasa anaenda kuwa rais leo, ndio atakuwa nani amiri jeshi wa hii nchi. Anaoliamua yeye, mtabidi mfuate kama ujaenda kumpigia kula. Umeona? Ndio maana ya siasa. Kaka, umesikia? Nimesikia. Utakata tamaa, utarudi kwenye mchakato? Mimi swali langu lakini bado hamjamjibu. Mko 80, mna matatizo, mnahitaji afikisho. Kwa nini msijipange? Mbona jeshi kubwa? Mimi natamani ningekuwa na timu kama hiyo, watu 80 na wajua kama wale pale. Mimi naweza kusema watu wamejipanga. Kwa mfano mawazo na maoni ya machache ya kutatuliwa, kwa mfano kero za bodaboda na bajaji yamefika mara nyingi, lakini naona yamefika mezani na kwa wakubwa huko, lakini hayashukuriwi. Naweza kusema imekuwa sio taasisi rasmi, kwa sababu kila sehemu unaweza ukaenda, ukifika unaambiwa hatua 100 sitaki kukuona. Sasa unamsubiria mtu, nimeleta mteja namsubiria hapo hapo, nimekuja naye naambiwa niondoke nikakae hatua 100 huko, sitaki. Hiyo ni kero ambayo inatukera kwa kweli. Wangetuandalia utaratibu tu kwamba hapa unabidi uingie ufanye hivi, ukae hapa, kuliko kuwa kero kufanya vitu ambavyo sivyo. Inakuwa kero kwa sababu mtu anaweza kaa haongei kitu lakini anaumia moyoni. Hii ni kitu gani? Ni haki gani? Ukienda sehemu nyingine ulizoea kwenda kila siku, ukifika hapo tena taratibu umebadilika. Haitakiwi. Haipendezi kwa kweli. Kwa hiyo kero kama nyinyi mlifuatilia mkaambiwa imefikia wapi na itachukua muda gani kuishi? Viongozi wetu hawa, akiwemo mwenyekiti wangu hapa, nadhani yeye amekabidhiwa madaraka na mwingine na mwenyekiti aliyetoka, walishafuatilia swala hili. Na sijajua alifikia wapi. Sababu mwisho wa siku ni miaka mingi wamefuatilia, afu hamna kilichofanyika. Mambo ni yale yale, bado tuko pale pale. Kwani hujajua umefikia wapi na uko hapa na mwenyekiti huyo hapo? Huyo mwenyekiti ameingia juzi, hana muda mrefu mwenyekiti, lakini aliyemwachia madaraka, na kwa sababu ili swala liliweka kabisa kwenye wilaya na likaenda kama liwe la mkoa kabisa, ni kero ya mkoa, lakini haijatatuliwa. Na wamechaguliwa mpaka viongozi wa nini wa mkoa ili kutetua hizi kero, lakini kila siku zinaongezeka. Na sio mimi tu, hata madereva wenzangu hapa wanakutana na hizo kero. Wakienda sehemu nyingine utakuta leo alikuwa anapita au anapaki, akifika pale anaambiwa huwezi kuingia, hapa ruhusiwi kupaki, hapa ruhusiwi hivi. Sasa inakuwa ni kero, kila mtu analalamika. Hii nini? Inatokea nini? Ni kitu gani unafanya? Yaani unaishi kama njiwa, kwamba ukikaa hapa uelewe umekimbia, umeenda huku, umefanya hivi, inakuwa haipendezi. Kuna watu wengine tena wanatumika, yani unakamatwa na mtu hana sare ya polisi, hana nini, anakukamata, mnaanza kusumbuana, kitu ambacho sicho. Yani imekuwa kitu yani kama sio ajira halali. Yani imekuwa kitu kila mtu anaangalia pati hela, kero zinawekwa kwa watu hao. Alafu kipindi cha uchaguzi watu hao ndio wanatakiwa wapige kula, wamchague kiongozi. Kwa nini umuhimu wa watu hao unaonekana kwenye uhitaji wa vitu fulani, lakini kwenye kuwaboreshea mahitaji yao inakuwa sio watu wa muhimu? Kwa nini wanakuwa kuna kero kibao? Hii swala la limiti za bodaboda kwenye maeneo ya mji, hili swala mimi nilikuwa najaribu kama ninavyozungumza vitu hivi ambavyo tunaviangalia katika viongozi. Hawa viongozi ninapozungumzia jiji Dar es Salaam, na maana kwamba kuna meya wa jiji, kuna mkuu wa mkoa, kuna mkuu wa wilaya. Sasa wanaposema kwamba bodaboda isiingie mjini, mimi nilikuwa nafikiri wanaweza kawa na sababu ambayo imepelekea wafanye hivyo. Lakini je, unaweza ukamesheni hizo sababu? Hiyo moja. Na kama una mention, je, ni za msingi? Lakini ukijaribu kuangalia kiundani zaidi, moja ya sababu ambazo zinaangaliwa ni masuala ya matukio ya wizi. Na sio tu mjini, kuna kipindi ilifikia muda kuna mzungu mmoja aliibiwa kule maeneo ya Masaki. Basi wakasema kwamba hata bajaji na bodaboda Masaki zisiende. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria tu kwamba kama nilivyozungumza mwanzo, hawa viongozi wana kila sababu watumie akili wakati wanakwenda kutatua matatizo. Kweli mtu kaibiwa mmoja, sawa, hayo maeneo ya mjini,
haimaanishi kwamba hao bodaboda wote wanaenda mjini ni wezi, haimaanishi hivyo. Mimi nilikuwa nafikiria tu kwamba kuna uwezekano wa kuweka utaratibu mzuri tu, kwa sababu kuna jeshi la polisi ambao wana jukumu la kulinda raia na mali zao. Sasa kama hao watu wapo, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wafanye hizo kazi. Na hao bodaboda kama wanahitaji usalama mjini, mimi nilikuwa nafikiri tu hizi sehemu zote ambazo zinaingia mjini, maana kwamba kuna njia kuu ambazo kuingia mjini, kuna Jangwani, kuna Salenda pale, basi waweke tu hata utaratibu kwamba unapoingia mjini basi uwe na kitambulisho, sawa, una beji pale au unaacha details zako pale kwamba mimi nampeleka huyu abiria anaenda ofisi fulani. Upewe muda, baada ya muda fulani uwe unatoka. Mimi kuna sehemu nishawahi kufanya kazi, kuna hivi vitambulisho ambao ni digital. Unapoingia sehemu wana calculate na muda. Ukizungumza ni masaa mawili au lisali moja, ina maana inakuwa fixed pale pale wakati unaingia. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ukitoka umepitiza ule muda, basi moja kwa moja ile beji yako pale ya respond hiyo kutoka. Kwa pale ndo watakao kuoji. Uliingia umechukua muda mrefu, ulikuwa unafanya nini? Yote ni mazingira ambayo yanawezekana kwa sababu tumeshatoka kwenye ulimwengu wa analog, sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa digitali. Sasa kwa mantiki hiyo, mimi nilikuwa nafikiria tu waendelee kujipanga katika mazingira sahihi ili hao vijana wakapata riziki. Kwa sababu wewe unakuwa kazini, anakuja abiria anakuambia anaenda posta. Shilingi 15,000 yuko tayari abiria kutoa, lakini wewe umeshazuiliwa usiende na umekuja kufanya kazi. Hapo kwa kweli utakuwa bado hujatendea haki. Na inawezekana ikawa ni wavivu katika kufikiria au kupanga, au inawezekana katika hiyo mipango ina gharama. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuona tu kwamba kama kweli kuna utaratibu ambao unawezekana kuandaa taratibu bila kujalisha kuna gharama kiasi gani. Unaweza ukasema tulipie, inawezekana kwamba kila ukiingia mjini basi unalipa ada ya shilingi 1,000. Inawezekana, lakini leo unaingia mjini wamewekwa watu kule mjini ambao wanasimamia zoezi zima la watu kuingia mjini. Wakikamatwa wanataka 50,000, wanataka laki. Na wao vijana kama ulivyoambiwa mara kwanza ni wanaharakati. Kwa hiyo anakwenda tu mjini. Lakini sasa hivi hatujui wale watu wanaokamata watu mjini wanalipwa na nani. Inawezekana na wenyewe wale wanalipa kutokana na watu wanaokamatwa. Kwa hiyo wanakuachia uende na wengine ndio wanatengeneza miradi ndani ya hiyo system. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinaonekana ni tatizo. Mimi nilikuwa nafikiria tu kwamba wasiwe wavivu katika kusaidia hawa vijana. Haya ni maslahi ya vijana jamani. Vijana wa bodaboda leo wameongea mambo mengi. Wameongea mambo mengi. Mpaka tumetoka ufikiri, kumbe tumeyakuta mengi zaidi. Afu yani ukizungumza nao wanazidi, kila mtu anatoa maoni yake kule. Yani unaona kabisa kwamba kuna vitu ndani, umeelewa, kuna madini. Kwa kila mtu anaongea. Sasa hicho vijana tumejipangaje kusimamia haya maslahi? Maana tumesambaa. Sasa afadhali hapa nilifurahi kuona kwamba wako wengi na wana umoja, nikajua na mikakati yao washaiweka. Ninachotukosti vijana mimi nachoona ni kwamba tumetawanyika. Yaani kila mtu analia kivyake, anapambana kivyake. Sijui nyinyi wenzetu hapa umoja wenu uko. Labda nikusaidie kitu kimoja dada. Unapozungumzia umoja, hilo neno ni pana sana. Nikisema pana maana gani? Kule polini mimi nishapita kule Serengeti, kuna wale wanaitwa nyumbu. Wako wengi mno. Lakini mwisho wa siku ushirikiano wao unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo unapozungumzia umoja, wingi wa vijana na umoja wa vijana, basi lazima uangalie misingi ipi sasa ambao wajaa vijana eza wamewekewa, sawa, ambao wanaweza wakasema kwamba na sisi kumbe tuna uwezo wa kupushi swala fulani likaenda sawa. Lakini mwisho wa siku wanaweza wakatumia nguvu za wana nguvu. Itakuwa sahihi? Hapana. Itakuwa si sahihi. Kwa hiyo sasa naona kwamba mimi nahisi tu kwamba elimu hizi zitolewe kwa utaratibu mzuri, sawa, na wale ambao wanapaswa kutoa hizi elimu basi washuke huku chini watoe hizo elimu. Mimi naona ndio njia sahihi, lakini ukisema kwamba umoja wao ndio uweze kufanikisha zoezi, hawa vijana wana umoja sana. Anaweza kagonga dereva ajali bodaboda hapo ndani ya dakika 5 kama ushaye kudrive. Unaweza kukuta bodaboda zimeshakuzunguka pale. Hata kama wewe ndio una haki, unaweza kusema basi yameisha, hata traffic utaki tena aje. Umoja wanao jamaa. Labda kama hujawahi kushuhudia tu. Ndio wakosa mikakati labda. Mikakati na ule ujasiri. Na ujasiri huo sio kusema kwamba ujasiri kwamba utumie nguvu, ni kwamba unapopaza sauti. Je, ni nani anakusikiliza? Hiyo ni swala la msingi. Je, hao wanaokusikiliza wako tayari? Na kama wako tayari wanachukua hatua? Hiyo ndio swala la msingi. Lakini mwisho wa siku mimi naamini kwamba siku zote mafanikio ni process. Kama mafanikio ni process, basi kuna namna ambayo anatakiwa yaanze
na kuna namna anataka amalizike. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa, kama kuna watu ambao wanaanza, watu wa media, mimi naona na wenyewe ni sehemu. Sasa kama ni sehemu, je, na wenyewe katika haya ambayo yanazungumzwa, kuna kipindi watu wanaongea lakini wanasema hili jambo hatuwezi kulirusha hewani. Inawezekana kwamba ukirusha hewani kuna mtu utamuuzi. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo maana kwamba ni ushirikiano. Mimi nadhani ngazi zote kwa ujumla, kuanzia hao viongozi, yani kwa ujumla kwamba ni mtiririko hawa media, lakini kesho utasikia kituo fulani cha television kimefungiwa. Kwa nini? Kwa sababu tu kuna mazungumzo yamezungumzwa na yanaonekana kwamba anaweza akawafungua watu akili na akabadilishwa maana, ikaonekana kwamba kuna uchochezi katika kile kilichozungumzwa. Lakini mwisho wa siku yeye anaongea hivyo. Je, anapata wapi ujasiri wa kuzungumza haya maneno? Je, hawa viongozi wamemtuma? Lakini inawezekana na maslahi yake binafsi. Kwa hiyo tuangalie hata hawa viongozi na wenyewe. Inawezekana katika kutekeleza majukumu yao sawa wakawa wameshindwa. Yaani hawana akili ya ziada. Kwa hiyo ni kiasi tu cha kufikiria tu kwamba huyu ni mchochezi. Jibu hoja. Hiyo ni swala la msingi. Kwamba kwa nini vijana waende mjini? Kwa nini hiki hakifanyiki? Kwa nini vijana hawataki kupiga kula? Kwa nini vijana hawataki kujiandikisha? Kwa nini watu hawajajitokeza? Mimi nafikiri tu kwamba ni hoja ambazo zinaweza zikazungumzwa, lakini kiongozi kwa nafasi yake na mheshimiwa rais sasa hivi kiukweli yani ni kwamba anaangalia utendaji wa viongozi. Sasa inawezekana kwamba anataka ajidefense. Sasa kama anataka kujilinda, basi anaweza akatumia lugha rahisi tu. Sasa lugha rahisi maana yake nini? Maana yake tayari yeye kashajilinda, lakini je, shapimwa kwamba ni kweli watu ili wanaolizungumza ni kweli, wakorofi ni kweli? Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kwa wachochezi ni kweli. Kwa hiyo inawezekana viongozi mmoja mmoja wanapaswa wapambane kama mheshimiwa rais anavyowataka wapambane. Wapambane kweli kweli ili waonekane wanapambana, wasitumie shortcut. Kama ni viongozi katika ngazi ya mtaa, basi wafanye kazi. Na mimi nimesikia vitu vingi sana kutoka kwa vijana, wamefunguka, wametoa changamoto zao wanazokutana nazo kama bodaboda na mambo ambayo wanatamani yangefanyiwa mabadiliko katika maeneo tofauti tofauti. Na wengine wamesema hawataki kuchagua viongozi tena, hawatapiga tena kura kwa sababu wamekuwa disappointed, walikuwa wanatarajia hayajatokea. Mimi nataka niwaambie tu hivi vitu kila kitu kina muda wake. Kama kimechelewa sasa hivi kufanyika, basi kitafanyika baada ya muda fulani. Na kupiga kura haimaanishi kwamba ndio mambo yatabadilika. Kwa sababu wewe kura yako ndio inafanya mabadiliko. Huwezi jua, maybe next time ukipiga kura inaweza kuleta changes kwenye society. So mimi nawashukuru sana vijana wa Afrika sana kwa ushirikiano wenu. Maoni yenu tumeyapokea na imani Watanzania wanaoangalia viongozi serikali watayafanyia kazi kwa namna moja ama nyingine. Nashukuru sana kwa muda wenu. Ila umeona wana burudani hawa. Cheki, akitoka kule ametoka kuzake kufanya kazi analala yule mzake yuko singizini saa hizi. Kuna mwingine pale tena pa kulala chini pale. Mmetisha sana. Hicho hapo. Hapo pa kubembe hapo unalala pia lakini. Nani amefunga au mmeshirikiana? Kwa kweli mmetisha sana. Nimekaa nikanganya sasa I say. Hii ni Mtanzania Digital, kipindi ni maslahi ya vijana kinacholetwa kwenu na Mtanzania Digital kwa ushirikiano wa Ekao Tanzania. Nikushukuru sana kwa time yako mtazamaji wetu, endelea ku like, comment, subscribe. Tuambie nini unataka, nini hautaki, na sisi tutafanya kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako. Tunakupenda sana, till next time. Bye bye.